tarehe 13 mwezi wa 4 mwezi huu tutakuwa na duru ya 3 ya utoaji wa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu. Tumekuwa na duru ya kwanza. Mgeni rasmi katika duru ile ya kwanza alikuwa ni Rais mstaafu wa Msumbiji, Mheshimiwa Chissano. Duru ya pili ilifanyika mwaka jana. Mgeni rasmi alikuwa ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya uandishi bunifu, Profesa Guna, ambaye asili yake ni Tanzania, upande wa Zanzibar. Duru hii ya 3, mgeni rasmi atakuwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango. Shughuli hii itafanyika hapa Dar es Salaam kama kawaida, na tunaalika Watanzania wote kufuatilia tukio hili ambalo ni kubwa na ambalo linatokea siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye si tu kwamba alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwanasiasa maarufu duniani, alikuwa vile vile ni mwandishi wa kazi za kichambuzi za siasa, lakini na uandishi bunifu hasa kwenye mashairi. Ana kazi nyingi sana za mashairi aliyoandika, adha na maudhui mazuri, na vile vile alitafsiri vitabu vya mwandishi nguli wa Uingereza William Shakespeare, vitabu viwili. Alifanya kazi ya kutafsiri wakati bado ndio kiongozi wa nchi yetu. Kwa hiyo alikuwa anaweza kutenga muda wa kufanya shughuli za uandishi bunifu wakati anaongoza nchi yetu. Na hata wakati karibia mauti yanamkuta, alikuwa na mashairi alikuwa ameandika, mengine sasa hivi yameshaanza kuchapishwa. Alikuwa anatafsiri vile vile kitabu cha Plato, Republic. Ni kitabu kigumu kidogo, ni cha filosofia, lakini alikuwa na muda wa kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo tuzo hii imepewa jina la Mwalimu Nyerere kumenzi kama kiongozi wetu, muasisi wa taifa letu, lakini vile vile kama Mtanzania aliyekuwa mahiri sana katika uandishi bunifu. Na lengo la tuzo hii kama alivyoeleza Dr. Komba, pamoja na kuwatambua kitaifa na kuwazawadia waandishi mahiri wa uandishi bunifu katika nyanja mbalimbali za uandishi bunifu kama ambavyo Profesa Penina Mlama ataelezea, ili kuwatia moyo, kuwatia shime na kuhamasisha waandishi wengi wajitokeze kuandika, kwa kujua kwamba utakapoandika unatambuliwa na taifa lako. Lakini vile vile tuzo hii inapotolewa, pamoja na mshindi wa kwanza kutoa shilingi milioni 10, serikali kupitia TET inagharamia uchapaji wa kitabu na uchapishaji kwa kuvinunua vile vitabu. Kwa anapata tenda, alivyosema Dr. Komba, kuhakikisha kwamba kile kitabu kinaingia mtandaoni. Tulikuwa na tatizo kabla ya hapa, waandishi bunifu wakiandika kazi zao nzuri, ni kazi sana kukuta publisher ambayo yuko tayari kupokea kazi hizo. Hata anasema kwamba kazi yako ni nzuri, lakini soko hili tutachapisha, hatutorudisha fedha zetu. Kwa hii imefanyika maksudi kuhakikisha kwamba mwandishi bunifu aliyeshinda kazi yake inachapishwa na inasomwa. Lengo la pili ni kukuza lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu tuzo hii inatolewa tu kwa waandishi bunifu wanaotumia lugha yetu ya taifa ya Kiswahili. Vile vile ni kukuza utamaduni wa kujisomea hapa nchini kwa kutangaza kazi ambazo zimefanyika hapa, na kama ambavyo Profesa Mlama ataeleza, atatoa orodha ya wale ambao Kiingereza tunasema wamekuwa shortlisted. Na kwa shortlisted maana yake ni kwamba tayari ni wasifu. Hata siku ukichapisha kitabu chako unaandika tu kitabu hiki kilikuwa kati ya orodha ya vitabu 10 vilivyopendekezwa kupewa tuzo ya uandishi bunifu ya Mwalimu Nyerere.
kama wanavyosema Kiingereza. This book was shortlisted for Booker Prize. Kwa ile yenyewe ni wasifu, ni CV ya kutangaza. Kwa hiyo nataka tukuambia kuwa mwaka huu tumeshirikisha nyanja 4 na ambazo ni ushairi, riwaya, hadithi za watoto na tamthilia. Na haya pia ni maendeleo kwa sababu mwaka wa kwanza tulianza na nyanja 2 tu, ushairi na riwaya. Mwaka wa pili tukaongeza hadithi za watoto. Mwaka huu tumeongeza tamthilia. Kwa hiyo hizo ndio nyanja 4 ambazo zimeshindaniwa mwaka huu. Na tunafurahi kuwa kwa kweli mwitikio umekuwa mzuri sana. Watanzania wengi kama ilivyokuwa mwaka jana na mwaka juzi wamejitosa katika kuwania tuzo hii. Taarifa rasmi kuhusu takwimu na nini tutawapa ile siku ya tuzo yenyewe.